Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ni kiongozi ambaye baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema kwamba haaminiki, na ni baada ya kauli yake ya siku za hivi karibuni kusema kwamba anamchukia sana rais wa Urusi Vladimir Putin. Rais huyu amesema ana hasira sana na amechukizwa na rais wa Urusi Vladimir Putin baada ya wiki kadhaa za kujaribu kufanya mazungumzo ya kusitisha mapigano nchini Ukraine. Katika mahojiano na NBC News, rais wa Marekani alimkosoa Putin kwa kushambulia uaminifu wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na kutishia kutoza ushuru wa 50% kwa nchi zinazonunua mafuta ya Urusi ikiwa hatakubali kusitishwa kwa mapigano. Wiki iliyopita Putin alipendekeza uwezekano wa serikali inayoongozwa na Umoja wa Mataifa nchini Ukraine kuandaa uchaguzi mpya na kisha kuanza mazungumzo ya amani. Maoni ya Donald Trump yanaashiria mabadiliko ya sauti kuelekea kwa bwana Putin. Katika muda wa wiki 6 zilizopita, Trump amemkashifu Zelensky hadharani na kudai ridhaa nyingi kutoka kwa rais wa Ukraine. Siku ya Jumapili alimshutumu Zelensky kwa kujaribu kujiondoa katika mpango wa kugawana madini adimu ya Ukraine na Marekani na kuonya kuhusu matatizo makubwa ikiwa hali hiyo itatokea. Kwa upande wake, Donald Trump amembembeleza Putin kwa kiasi kikubwa kutii matakwa ya rais wa Urusi. Viongozi wa Ulaya walikuwa na wasiwasi kwamba Trump alikuwa akijishughulisha na Vladimir Putin. Lakini maoni ya Trump siku ya Jumapili yalionekana kama kuondoka kwa nguvu hiyo. Ni mara ya kwanza kwa Marekani kuitishia Urusi kwa madhara kwa kujikokota katika mazungumzo ya kusitisha mapigano ambayo yanaonekana kurudisha mpira wa kidiplomasia katika mahakama ya Moscow. Shirika la habari la NBC News limeripoti kuwa katika mahojiano ya simu ya dakika 10, Donald Trump alisema alikasirika sana na kukasirika wakati Putin alipokosoa uaminifu wa uongozi wa Zelensky, ingawa rais mwenyewe amemuita kiongozi wa Ukraine dikteta na kumtaka afanye uchaguzi. Unaweza kusema kwamba nilikuwa na hasira sana. Nilikasirika wakati Putin alipoanza kupata uaminifu wa Zelensky, kwa sababu hiyo haiendani katika eneo sahihi, Trump alisema. Uongozi mpya unamaanisha kuwa hakutakuwa na mpango wa muda mrefu, aliongeza rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump wakati akizungumza na shirika la habari la NBC juu ya namna ambavyo amekasirishwa na maneno ya rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Hata hivyo, rais huyo, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, ni kwamba ni rais asiyeaminika katika uaminifu wake na ushauri wake, lakini pia na hata kuwa na urafiki. Ni kiongozi ambaye wakati wowote anaweza kubadilika, na baadhi ya wachambuzi wakadai kwamba kuna namna fulani huenda hata mpango wao wa ushirikiano katika kumaliza suala la vita nchini Ukraine kati yao pamoja na Urusi lisimalizike kutokana na mabadiliko ya rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Siku za hivi karibuni alitaka kuwekea vikwazo nchi ya Urusi, lakini wakati huo huo Wizara ya Fedha ya nchini Marekani ikasema kwamba lazima ipunguze vikwazo vya Urusi. Akizungumza kuhusu Putin, Trump aliwahi kusema kwamba Kremlin ilijua hasira yake, lakini alibainisha kuwa alikuwa na uhusiano mzuri na kiongozi wa Urusi na hasira huisha haraka ikiwa atafanya jambo sahihi. Ikiwa Urusi haitafuata usitishaji wa mapigano, Trump alitishia kulenga zaidi uchumi wake ikiwa alidhani ni makosa ya Putin. Kama Urusi na mimi hatuwezi kufanya makubaliano ya kusitisha umwagaji damu nchini Ukraine, na kama nadhani ni kosa la Urusi ambalo linaweza lisiwe, nitaweka ushuru wa pili kwa mafuta yao yanayotoka Urusi, alisema. Kutakuwa na ushuru wa 25% kwa mafuta na bidhaa zingine zinazouzwa nchini Marekani. Ushuru wa pili, Trump alisema, akibainisha kuwa ushuru huo kwa Urusi utakuja katika mwezi mmoja bila makubaliano ya kusitisha mapigano. Ushuru wa pili ni kwa vikwazo kwa nchi zinazofanya biashara na nchi nyingine, wanaweza kujumuisha hadi 50% kwa bidhaa zinazoingia Marekani kutoka kwa nchi zinazonunua mafuta kutoka Urusi. Wanunuzi wakubwa ambao kwa kiasi ni China pamoja na India. Amesema zaidi kwamba nimemfahamu kwa muda mrefu, tumekuwa tukielewana. Rais wa Marekani alisema kuwa atazungumza na Putin baadaye wiki ijayo. Basi endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii.
Mimi ni Adam Hussein.